kuchukua fursa hii kushukuru uongozi mzima wa Markaz al-Jaziratul Islami ambao kwa hakika imekuwa ni mwendelezo wa kila mwaka inapofika Idi ya kuchinja kwenye viwanja vyetu hivi na kwenye mkoa wetu kusimamia swala la ishrafu ya uchinjaji wa vichinjwa. Lengo kubwa ni kuhuisha sunna hii, kuifundisha kwenye jamii kujua kwamba ili jambo lipo, lakini pia kutoa huduma kwa wale ambao ni mustahiqin, wale watu ambao ni dhaifu kuweza kupata kichinjwa hiki, lakini pia kuweza kuihudumia jamii yetu ya Kiislamu kwa ujumla. Mwaka huu walilahi alhamdu, kama mnavyoshuhudia, kama mwendelezo wa siku zote tumeweza kukusanya mbuzi wasiopungua 200 ambao tumewagawa kwenye mkoa huu, tukiwa tunatarajia kwamba kaya zaidi ya 800 watanufaika na mgao huu wa mbuzi wa udhuhia wa mwaka huu 2025. So, baada ya Idi kusaliwa, Waislamu sisi ambao tumebakia huku na wengineo tunaruhusiwa kufanya nini? Kuchinja vichinjwa vyetu, ambavyo moja ya thawabu fadhila inayopatikana katika kuchinja ni kusamehewa madhambi yetu, kama alivyosema Mtume sallallahu kwamba damu haimwagiki chini isipokuwa malaika wanaibeba mpaka juu ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hairudi kumwagika isipokuwa yule mtu amesamehewa madhambi yake yote. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa, lakini pia tunapata historia kwamba katika kuchinja ni katika kuenzi kisa kitukufu cha Nabii Ibrahim pale alipotaka kumchinja mwanae Ismail alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala alipoona Ibrahim amesadikisha ndoto yake, akaamua kumkomboa mwana wa Ibrahim ambaye Nabii Ismail alayhi salam kwa kondoo ambaye alichinjwa badala ya mwanae. Kwa kuanzia hapo sunna hii imeendelea na sisi tunaendelea kuifanya mpaka siku ya kiyama Allah atakapoamua kuikunja dunia hii. Wito wako ni upi kwa Waislamu wenye uwezo ambao wanatakiwa kufanya hivi na pengine wamekuwa hawafanyi kwa kutokufahamu au kwa kufanya makusudi? Wito wangu kwa Waislamu, waelewe kwamba hii ni ibada, na mtu anapofanya ibada anaifanyia nafsi yake. Napenda kutoa wito kwamba Waislamu wengi wa Tanzania tuna uwezo wa kumudu kuchinja. Tuondokane na dhana kwamba Waturuki watachinja tutakula nyama, Waarabu watachinja tutakula nyama. La, lengo ni kumwaga damu. Hakikisha kwamba kwenye maisha yako umewahi kumwaga damu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, mbuzi mmoja hivi sasa ni shilingi 120 mpaka 150. Lakini unaweza kukuta Muislamu anakwenda kupiga msururu kwa ajili ya nyama na uwezo nao, lakini ukipiga mahesabu kila siku anaweka 500 ya kunywa kahawa, kwa mwaka tayari ameshakuwa na uwezo wa kuchinja. Kwa ina uhakika kwamba Waislamu hawajapata elimu ya kutosha katika umuhimu wa kuchinja, na tunawahamasisha sasa kuanzia leo kwamba hebu kama umeshindwa kuchinja mwaka huu, weka azma kwamba mwakani nitakuja kuchinja, na weka malengo. Malengo nini? Tengeneza kibubu chako uwe unadondosha shilingi 500. Shilingi 500 wallahi utajikuta una uwezo wa kuchinja mnyama mzuri na kubakiza hata na balance juu yake. Kwa hiyo nadhani tukiona umuhimu wa kuchinja tutahamasika zaidi, tutaweza kuchinja zaidi na zaidi na zaidi, na sisi tunao uwezo wa kuchinja, kukusanya vichinja tukaenda kuwagawia wengine. Na hakuna ibada kwamba dini hii imekuja kuwafanya baadhi ya watu ndio wafanye ibada na wengine wasifanye, bali sote tunawajibika kwa nafasi zetu, kila mmoja kusimama kumwabudu Mola wake mpaka itakapomfika mauti.